Waamuzi 16 mstari wa 26, kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikuwa imekaa juu yake. Nisaidie kusema ambazo nyumba ile ilikuwa imekaa juu yake. Are you ready? Mko tayari kweli? Acha nirudie. Kisha Samsoni, you see, I will do wote nitafundisha expository kwenye maandiko hayo. Sawa sawa jamani? Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake. Sema ambazo nyumba ile. Kule mwisho sijasikia. Sema ambazo nyumba ile ilikaa juu yake. Kama Biblia ni ya kwako hujaazima, nisaidie kupiga mstari neno nguzo, alafu nisaidie kupiga mstari neno nguzo, alafu nyumba ile ilikaa juu yake. Amen. Akazitegemea mmoja kwa mkono wake wa kuume na mmoja kwa mkono wake wa kushoto. Wagalatia 2:9. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo, Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo. Sio kila mtu ni nguzo. Wenye sifa kuwa ni nguzo walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Nilitaka uone lile neno wenye sifa ya kuwa nguzo. Mtume Paulo anasema moja kitu ambacho kilifurahisha ni alipopewa mkono wa shirika, alipopewa ushirikiano na Yakobo, Kefa ambaye ni Petro na Yohana. Kwa nini amewataja? Anasema watu hawa si wa kawaida. Watu hawa wana sifa ya kuwa ni nguzo. Are the pillar. Hawa ni nguzo. Kwa hiyo tulipopewa ushirikiano na watu ambao ni nguzo. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, naenda kufundisha about pillars. Pillars in life. Nguzo katika maisha. Ni vizuri ukaelewa, na kwenye habari niliyosoma ya kitabu cha Waamuzi, baadaye tutaisoma kwa urefu kidogo, lakini nilisoma tu pale mstari rafiki kama 25. Unaona Biblia inasema kwamba Samsoni akaenda kwenye nguzo za ile jengo, na sio nguzo zozote tu, bali nguzo ambazo ndio zinashikilia lile jengo. Bwana asifiwe. Sio kila nguzo. Nguzo ambazo jengo zima linazitegemea. Ninakuombea kwa Bwana kwa jina la Yesu, utaheshimu nguzo ambazo maisha yako yanategemea. Nasema utaheshimu nguzo ambazo maisha yako ya kiroho zinategemea, ambayo maisha yako ya kimwili zinategemea. People of God, they are pillars in life. Kuna vitu ambavyo ni nguzo kwenye maisha, na nguzo zinapaswa kuheshimiwa. Nguzo zinapaswa kulindwa, kwa sababu nguzo ndo zimebeba mustakabali
wa hatima ya kitu. Huu ni mwezi wetu wa 4 na thimu yetu ni nguzo za ushindi za kiroho na kimwili. Ninaposema nguzo, ninamaanisha kitu cha kutegemewa au mtu wa kutegemewa au kanuni za kutegemewa au vitu vya kutegemewa ambavyo vinapaswa kulindwa kwa gharama kubwa kwenye maisha ya mtu. Katika safari ya maisha, muda mfupi ambao Mungu amenipa duniani, kwenye maisha huduma na kwenye maisha binafsi, nimeona watu wakicheza na nguzo. Nimeona watu wanatikisa nguzo za maisha yao. Nimeona watu wanatikisa vitu vya muhimu ambavyo hawakupaswa kuvitikisa kwenye business, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye huduma. Wanatikisa vitu vinavyoitwa nguzo. Wapendwa, kuna vitu vya kutikisa, kuna vitu sio vya kutikisa in life. Sema amina. Tuna safari nzuri mwezi huu na Mungu ataenda kukusaidia. Kwanza utambue nguzo za muhimu kwenye maisha yako, lakini vile vile uzilinde na uzipiganie kwa gharama kubwa. Kwa mujibu wa maandiko tuliona, unaona kwamba nguzo, kama nilivyosema, hii ni mihimili, ni vitu ambavyo jengo zima linategemea. Na tumeona kuna nguzo tunaweza kazipa kwa namna tofauti tofauti. Mfano, kuna watu nguzo. Sema kuna watu nguzo. Tuasa usema kuna watu nguzo. Hata katika maisha yetu, kwenye familia, kwenye kazi, kwenye huduma kama hii, kuna watu ambao ni nguzo. Amina. Sio kila mtu ni nguzo, is not true. Lakini kuna watu ambao ni nguzo. Amina. Hata kwenye maisha yako kuna watu ambao ni nguzo. Na nikutahadharishe mpendwa, uliyookoka sana, usiokoke ukamzidi Yesu. Mwambie mwenzako usiokoke ukamzidi Yesu. Respect people. Max, respect people. Kuna watu ambao ni nguzo in your life. Na Yesu ametaka wawe nguzo kwenye maisha yako. Na Yesu ametaka wawe nini, Nestori? Wawe nguzo kwenye maisha yako. Sio watu wa kuchezea, Max. Mr. Mkumbo, hao sio watu wa kuchezea. You have to identify. Ukae utulie, Mr. Kaigi. Ujue watu nguzo kwenye maisha yangu ni kina nani. Na watu nitakufundisha kwenye shule ya nguzo nini cha kufanya nao. Thank you. Mnaweza mkakaa watu wazuri wa Yesu. Kwa hiyo kuna watu nguzo. Lakini kuna tabia nguzo. Kuna tabia nguzo ya kwamba ukiacha hiyo tabia unaporomoka. Ukiacha huo mwenendo unaporomoka. Kwa sababu huo tu sio tu mwenendo, sio tu tabia kawaida. It's not just a good manner. It's a pillar of your life. Ni nguzo ya maisha yako. Ni mwenendo lazima upiganie, uulinde usiku na mchana, kwa sababu kupitia huo mwenendo jengo lako lote la maisha limeshikiliwa kwenye hiyo tabia nguzo. Sema tabia nguzo. You following? Kama unanifuata nipungie mkono. Tabia nguzo. Kuna watu wakati wakiwa chini, kuna aina tabia walikuwa nazo na zikawainua. Walipofika juu, hawakujua kwamba ile tabia ilikuwa ni nguzo, wakaachana nayo. Walipoachana nayo, jengo likaporomoka, maisha yakaporomoka, mambo yakaanza kwenda mrama. Kwa nini? Kuna nguzo walitempa nayo, kuna nguzo walicheza nayo. Mpendwa, kuna vitu in your life haviwezi kuwa outdated, haviwezi kupitwa na wakati, haviwezi kuwa vya kishamba, haviwezi kuwa vya kishamba. Hata watu wakikonvinsi kwamba hilo ni jambo la kishamba, ni la kizamani, hii kisasa hatuendi hivyo. Sikiliza, nguzo haina uzamani. Nguzo haina uzamani.
kuna tabia nguzo. Wangapi wananielewa? Na ukikosea ukaacha hiyo tabia nguzo ambayo imekupeleka umbali fulani, imeshikilia mambo yako mengi, siku ukicheza nayo hiyo nguzo ikatikisika, maisha yote yanatikisika. Ninakuombea kwa jina la Yesu ya kwamba hautacheza na nguzo za maisha yako. Nasema hautacheza na nguzo za maisha yako. Shout hallelujah. Lakini I love this. Kuna siri nguzo. Kuna siri nguzo. Sema siri nguzo. Yes. Kuna siri nguzo. Kuna siri ambazo zimekuwa ndo nguzo zako. Amina. Amina. Sema siri nguzo. Hutakiwi kuzitoa. Hutakiwi kuzitoa. Kwa sababu ndio asili ya nguvu zako. Hutakiwi kucheza na siri nguzo hizo. Hutakiwi kuziacha ovyo, kwa sababu ni siri nguzo. Sema ni siri nguzo. For instance, kwenye ulimwengu wa biashara, moja ya kitu analinda ni siri nguzo. Kwamba kwa gharama yoyote kuna siri haziruhusiwi kutoka kwenye biashara. Kwa sababu zikitoka ndio collapse ya that business. Zikitoka ndio anguko la hiyo biashara. Makampuni makubwa yanafanya kazi na siri nguzo. Am I teaching here? I say, am I teaching here? Sema siri nguzo. Yeah. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu ya kwamba hapo siri za Bwana zilipokuwa hemani mwangu, vijana wakikutana na mimi walikuwa wananiamkia, wazee wananipisha viti, miguu yangu inapakwa siagi. When the secret of the Lord was upon my tabernacle. So kuna siri ambazo nakuta ni siri zimekupeleka mbele. Don't temper. Usicheze na hizo siri. Na isije ifika kipindi ukaziacha. Piga kelele amina. Piga kelele amina. Hebu mtu mmoja aseme, Bwana Yesu, fungua ufahamu wangu. Kama kuna kitu ninaomba ndani ya mwezi wa 4, ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo utasimama na nguzo ambazo zitakupeleka mbele. Tapeleka maisha yako ya kiroho mbele. Tapeleka ndoa yako mbele. Tapeleka biashara yako mbele. Tapeleka kazi yako mbele. Sema nguzo za ushindi. The pillars. Nye watu, acheni mambo haya. Maisha yanaongozwa na nguzo. Maisha yaendeshwi ovyo ovyo. Ukiwa kijana unaweza ukafanya ovyo ovyo na kila furugu. Listen to me. Life, it has its own pillars. Life, it has its own pillars. Vijana mnanielewa? Asante Yesu, mnasikia mambo haya. Wengine mkiwa na umri mzuri, wengine wanatamani wangesikia mambo haya kipindi wakiwa vijana. Usicheze na nguzo, kacheze na ukuta. Usicheze na nguzo. Hallelujah. Wow. Kitu kinachopewa hadhi ya nguzo ni kitu ambacho hakipaswi kuchezewa. Kinapaswa kulindwa kwa nguvu zako zote. Kwa sababu nguzo ikiangushwa, jengo zima huanguka. Maisha mazima huharibika. Taasisi, mfano New Vine Church, huanguka. Familia huanguka.
nguzo inapoangushwa. Ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho na hata ya kimwili, ya kwamba katika maisha yako ya kiroho they are pillars. Kuna nguzo hizi hutakiwi kupetiwa ili uzisimamie, hutakiwi kushangiliwa ili uzilinde. Ni wewe kujua kwamba pastor ashafundisha kwamba kwenye maisha ya kiroho kuna nguzo ambazo lazima uzilinde, uzipiganie kwa usalama wa maisha yako ya kiroho, lakini vile vile kwa usalama na ushindi wa maisha yako ya kimwili. Mfano, mwambie mwenzio mfano. Kwa mtu yoyote aliyeokoka, wangapi wameokoka hapa? Wangapi Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yao? Sikiza. Kwa mtu yoyote aliyeokoka, prayer, maombi sio somo. Maombi ni nguzo. Maombi ni nguzo. Is a pillar. Ukicheza nayo tutaona. Maombi ni nguzo. Neno ni nguzo. Kusoma neno la Mungu ni nguzo. Wapendwa, kama ufanyi vile vitu ambavyo ni nguzo, sahau kuiona hatima njema. Maombi ni nguzo. Neno ni nguzo. Utakatifu ni nguzo. Hekima ni nguzo. Utumishi, kumtumikia Mungu ni nguzo. Na nyingine nyingi ambazo kadri tunavyoenda tutapitia baadhi ya nguzo ambazo yamkini ulikuwa hujui kama ni nguzo. Sasa basi, naomba mniruhusu tusome maandiko mengi kadhaa, alafu nikupe kweli 5 kuhusu nguzo. Na leo itakuwa imetosha, kwa sababu leo ni siku ya kumwaga zege. Mwambie mwenzio, leo ni siku ya kumwaga zege. Amina. Haya, Waamuzi 16 tuanzie mstari wa 5 hadi wa 9 ili story iweze kwenda vizuri. Hii ni story ya Samsoni. Samsoni was very powerful man. Samsoni alikuwa sio mtu wa kawaida. Kwa nini nasema hakuwa mtu wa kawaida? Kwa sababu ukisoma maandiko utagundua kila mara alikuwa anasema, ukifanya hivi na hivi, nguvu zangu zikiisha nitakuwa mtu wa kawaida. Maanake he was not mtu wa kawaida. Na mnajua akampata huyu mdada. Sasa I'm very careful here. Sitaki kuunganisha nguzo na Delila. Pamoja Delila anaweza kahusika kuvunja nguzo, sawa sawa, lakini sitaki kuunganisha huko. Mimi nataka nibaki kwenye shule la nguzo, sawa sawa. Wakapatana na Delila. Kuna kitu Delila, sio Delila, kuna kitu Wafilisti wamehangaika nacho miaka mingi kuhusu Samsoni. The whole nation ya Wafilisti uko Gaza. Gaza ni hii. Mwambie mwenzio hii. Tunashukuru hajabadilishwa majina, angalau tunajua Gaza kumbe ni ile ya zamani. Sawa sawa. Kwa hiyo walikuwa hawajui tena ni nini cha kumfanya. Listen to me. Nguzo zako zikiwa imara, adui hatajua nini cha kukufanya tena. Hawajanielewa. When your pillars are stable, nguzo zako zinapokuwa imara, adui anachanganyikiwa. Anajiuliza, nimetumia kila mbinu kumwangusha, sijui tena cha kufanya. Hatimaye Wafilisti wakaweka mkakati walioweka, wakatengeneza mwanamke
Delila mnamjua. Mission aliyopewa ni kwamba nenda ukajue nguzo zake. Go ukaelewa what is the pillar of his power, pillar of his victory. Sehemu nyingine nasema asili za nguvu zake. Ni vitu gani vinampa nguvu? Ni vitu gani vinamfanya aendelee kusonga mbele? Ni vitu gani vinamfanya aendelee kufanikiwa? Doris, my daughter, umesema ushuhuda mzuri ya kwamba kuwa na mzigo China lakini nikafunga siku 40. May God bless you. Kuna mwingine akikanyaga China anaona kufunga ni mambo ya kizamani, kufunga na kuomba ni mambo ya watu ambao hawana ajira. Sikiliza, adui anatafuta nguzo ambazo zinakupa kuendelea mbele, nguzo zinazokupa kuendelea kushinda. Ni nguzo gani zinakufanya uendelee kufanikiwa kiroho na kimwili? Biblia inasema Delila akapewa assignment ya kuenda kujua nguzo za Samsoni. Nguzo za Samsoni. Nguzo za Samsoni. Na Biblia inasema nao wakuu wa Wafilisti walimwendea Delila, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake. Haya maisha yenye matokeo kiasi hiki yameegemea kwenye nguzo zipi? Yameegemea kwenye nguzo zipi? Nenda ujue. Tunajua ukitaka kumwangusha mtu huhitaji kumwangusha lijitu lote lizima. Wewe piga nguzo zinazoshikilia maisha yake, huyo mtu ataanguka. Tunajua ukitaka kuangusha jengo hatuhitaji kuliangusha lijengo lizima. Wewe piga nguzo za muhimu zinazoshikilia hilo jengo litaporomoka. Tunajua ukitaka kuangusha ndoa hauhitaji kuivamia ndoa yote. Wewe piga nguzo za muhimu kwenye hiyo ndoa itaporomoka. Tupeleleze, mbembeleze, akwambie asili ya nguvu zake, akwambie nguzo za ushindi wake, nguzo za mafanikio yake. Akishakwambia hizo, tumeshinda. Ambia bembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda. Maana yake alikuwa hawezi kushindwa, na tunataka tumshinde. Tunataka tumporomoe, tunataka tumwangushe, tunataka tuangushe hiyo biashara, tunataka tuangushe hiyo huduma, tunataka tuangushe hiyo maisha. Tupeleleze, tusaidie kujua ni nguzo gani zimeshikilia kwenda kwake mbele. Am I preaching here? Na kuombea kwa Bwana kwa jina la Yesu, ya kuambia kuanzia leo utaheshimu kitu kinaitwa the pillars of your life. Nguzo za maisha yako utaziheshimu usiku, utaziheshimu mchana, utaziheshimu ukiwa Mwanza, utaziheshimu ukiwa nje ya Mwanza, ya kwamba hizi ndio nguzo za nguvu zangu, hizi ndio nguzo za ushindi wangu, hizi ndio nguzo za kwenda kwangu mbele. Piga kelele amen. Yes, you can't play na nguzo. Mfano huduma kama hii kuna nguzo zake ambazo by any means hatuwezi tukazichezea au tukakuruhusu uzichezee, kwa sababu najua ukizichezea unatafuta kuangusha kile kitu kizuri cha Bwana Yesu. Sema amina, sema amina. Tukaweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa. Hebu ona mpango wa adui mpendwa. Yaani adui yuko kuzimu, mpango wake ni namna ya kukushinda, kukufunga na kukutesa, na mbinu yake ni kupiga kwenye nguzo. Sema ni kupiga kwenye nguzo. Asema tutakupa kila mtu fedha 1,100. Mstari wa 6, Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili za nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni naye anashindwa kumsoma, lakini usicheze na mapenzi.
Sicheze na I love you. I love you ilimsumbua hata Adamu. Sababu unaambiwa wazi, kalikula unaambiwa wazi, nataka nijue asili ya nguvu zako, nguzo zilizoshika ushindi wako, ili tuzivunje, tuweze kukushika na kukutesa. Kuna mtu anaweza kusema Samsoni ni mjinga. Omba neema ikusaidie. Biblia inasema, nenda mstari unaofuata, Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Nini Samsoni alichofanya? Alilinda nguzo. Alilinda nguzo. Sema alilinda nguzo. Alilinda nguzo. Kwa hiyo akamkwepa. TV ya huko haiwaki wenzangu. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga, pandisha. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani. Every single Delilah you see, there is an army behind him. Delilah mmoja unayemwona, nyuma yake kuna jeshi la watu. Unaweza ukafikiri unashughulika na huyo dada, huyo mwanamke. Sikiliza, nyuma yake kuna maelfu ya mapepo yanasubiria huo mlango. Biblia inasema kitu cha ajabu. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani. Samsoni hakujua. Samsoni alimwona tu Delila. Kumbe nyuma ya Delila huwa kuna watu ambao wamepanga kuangamiza. Kwa jina la Yesu, hautaangamia. Nasema hautaangamia. Wakimwotea, basi wakamwambia Samsoni, Wafilisti wanakuijia. Ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba ukatavyo ukiguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Sema haikujulikana. As long Samsoni alikuwa analinda nguzo, hakuna adui aliyemweza. As long Samsoni alivyoendelea kusimamia nguzo za muhimu kwenye maisha yake, Biblia inasema hakuna adui aliyemweza. Kwa nini? Kwa sababu hawakuelewa siri, hawakuelewa nguzo za ushindi wake. Kwa sababu Samsoni alilinda nguzo za ushindi wake. Na kuombea kwa Yesu, linda nguzo za ushindi wako. Linda nguzo za mafanikio yako. Sema amina. Asema kwa sababu hazikujulikana, pandisha. Delila akamwambia Samsoni, tazama umenidhihaki na kuniambia uongo sasa. Tafadhali niambie, waweza kufungwa na kitu gani? Turukia mstari wa 16 hadi 17, sababu story inayoendelea ni hiyo. Mstari wa 16, ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake, ikadhikika hata kufa. Mstari wa 17, ndipo alipomwambia yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zinanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila aliendelea kumsukuma. Shetani ataendelea kukusukuma.
Shetani ataendelea kukusugua, shetani ataendelea kukubana. Lengo ni nini? Lengo uweze kuacha nguzo zako za muhimu ambazo zimekupa kusimama miaka yako yote. Nguzo zako za muhimu zilizokupa kushinda miaka yako yote. Nguzo za muhimu zinazofanya uzidi kusonga mbele. Biblia inasema Delila alimsonga. Listen to me. Moja kitu ambacho shetani hufanya, huwasonga watu mpaka waache nguzo za muhimu kwenye maisha. Utasikia mwingine, unajua siku hizi pasta niko busy, nashindwa kuomba. Siku hizi unafikiri unaongea cha maana. Haujui kwamba tayari umeshasongwa kiasi kwamba kuna nguzo za muhimu umeacha kuzifanyia kazi. Na nguzo zikiporomoka, jengo haliwezi kubaki salama. Are you following? Are you following? Nasema ukishabomoa hizi nguzo, sitakuwa tena tishio. Ukishabomoa hizi nguzo, ukuu unaouona hutauona tena. Ukishabomoa hizi nguzo, mtakuwa dhaifu. Na hapa najifunza kitu cha ajabu. When pillars are broken, pale ambapo nguzo zimevunjika au zimevunjwa, mtu mkuu anageuka kuwa wa kawaida. Yule aliyekusudiwa kwenye ukuu anakuwa normal person. Acha nirudie hii. Nijifunza kitu cha ajabu hapa. Nguzo za muhimu zikivunjika kwenye maisha ya mtu, nguzo za muhimu zikivunjika kwenye maisha ya mtu, ule ukuu uliokuwa umekusudiwa kwenye maisha yake unaanguka na kuwa mtu wa kawaida. Yule ambaye alitakiwa awe mwenye nguvu anakuwa dhaifu. Aliyetakiwa kuwa juu anaporomoka kuwa chini. Kwa nini? Nguzo za kumshika zimevunjika. Samsoni anasema, sikiliza Delila, kuna vitu vimenishika, kuna nguzo zimenishika. Ukifanikiwa kuziondoa, ndipo nitakuwa kama wanadamu wengine. Na kuombea kwa Yesu usiwe kama wanadamu wengine, kwa sababu Mungu hakukuumba uwe kama wanadamu wengine. Wewe ni mtu wa hatima. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Wewe ni wa juu wala sio chini. You are born to win. Ulizaliwa kushinda. Ulizaliwa kufanikiwa. Ulizaliwa kuwa mtu mkuu. Ukuzaliwa uje uwe kama wengine. Umezaliwa kuwa wa tofauti. Piga kelele amen. The issue is you are not sensitive to the pillars. You are not sensitive to the pillars. Mungu amenipa neema kidogo. Nimekaa na wazee, nimewafuata wazee, nimewasikia wazee ana kwa ana. Wengine nimewasikia kutokea mbali, wengine napata nafasi ya kukaa nao kila mwaka mara 2. Wanatuita kama 60 kwenye nchi, wanatuita, wanatuhusia, linda hii, linda hapa, linda hapa, linda hapa. Ndio maana mnatuona tumefika hapa. Nasema mnatuona tumefika hapa. Vijana, linda hapa, linda hapa, linda hapa. Maana yake wanataka kuambia hizo ni nguzo, usicheze nazo. Sema Bwana Yesu. Toa sauti, sema Bwana Yesu, nisaidie kulinda nguzo za muhimu katika kila kona ya maisha yangu. Do you know? Nimesema kuna watu nguzo. Do you know kuna watu ukiachana nao unaporomoka?
Hawajanisikia. Let me repeat this. Tulijifunza miaka mingi. Kuna watu ni nguzo, kiasi kwamba ukipishana nao umepishana mpaka na hatima. Sema amina. Sema amina. Kuna watu ni nguzo. Ukifuatilia maisha yako vizuri, utagundua kuna watu ambao ni nguzo kwenye maisha yako. Shida kwa sababu hujafundishwa shule ya nguzo, wengine wanawachukua kawaida. Lutu yasingemkuta yaliyomkuta, angejua kwamba Ibrahim kwake ni nguzo. Biblia inasema Ibrahimu alimchukua Lutu akiwa kijana, akamtunza mwenyewe. Lutu akafanikiwa kwenye mikono ya Ibrahimu. Lutu akafikia viwango ambavyo kama vile Ibrahimu anawafanya kazi, na Lutu naye anawafanya kazi. Ibrahimu ana mali na Lutu naye ana mali. Lutu akili kaingia ujinga. Akili kaingia ujinga. Biblia inasema wafanyakazi wa Ibrahimu, wala sio wa Ibrahimu, wa Lutu, wafanyakazi wa Lutu wakagombana na wafanyakazi wa Ibrahimu. Haikumsumbua Lutu. Haikumsumbua. Kwa nini vijana wangu wakasumbue vijana wa mzee? Hata kama vijana wa mzee wana makosa. I'm teaching wisdom now here. I say I'm teaching wisdom now here. Hata kama vijana wa mzee wana makosa, lakini mimi ndimi naipaswa kunyenyekea na kutafuta namna ya kusuluhisha. Hakujali. Biblia inasema aliyeitisha kikao ni Ibrahimu, sio Lutu aliyekimbia kwa mzee kwamba baba kuna shida, labda tutafute. Alisikia akanyamaza, it's okay. Kwa nini? Ibrahimu akamuita, akamwambia kijanangu njoo. Lutu njoo. Kwa nini tugombane? Sikiliza ndugu zanguni, kwa wale watu wazima, unajua ni neno zito mtu mzima akikufuata akwambia kijana wangu basi nisamee kama nimekosea. Kwa tuliolelewa zamani unaweza ukalia hata kama wewe ndio uko umekosewa. Wangapi ananielewa nichokisema? Lutu akafuatwa. Ibrahimu anafunga safari, anaenda ofisini kwa Lutu. Kuna watu wakikwambia nakuja ofisini unamkatalia, unaambia acha mimi nije. Are you following? I'm talking about pillars. Kuna watu wakikupigia nakuja ofisini unaambia baba usije, acha mimi nije. Lutu akasubiria aje. Kisa na mimi ni mkubwa kama yeye alivyo mkubwa nao. Hakujua ni mkubwa lakini wewe sio nguzo. Hujanielewa. Ni kweli umekuwa mkubwa lakini hujawa nguzo. Kuna ambao ni nguzo, hazitingishwi, hazitetemeshwi. Mimi sijui kama kuna watu wanapata akili. Na kuna watu wakitoka kwenye ibada hii wanatakiwa haraka sana wakasaishe mambo mengi sana kati yao na baadhi ya watu wao wa muhimu sana ambao ni nguzo, ambao wewe ulikuwa nafikiri ni sawa. Unaona kama ni sawa, kumbe ni kakiburi tu kana kutafuna bila kujijua. Unaona unaelewa, unaona unajua, na kweli kabisa inawezekana unajua kuliko huyo mtu, lakini haiondoi kwamba ni nguzo. Haiondoi kwamba ni nguzo. Wangapi mnanielewa? Nimesema leo sijui kama nafundisha. Leo nataka tu nimwage zege ili sasa nikianza kusema nguzo number 1 kwenye sessions za mbele, angalau umeelewa uzito wa nguzo.
Biblia yangu inasema, ona kikao kilivyoenda, walivyokaa na Ibrahimu. Ibrahimu anamwambia hivi, Lutu, kwa nini tugombane? Hii nchi ni kubwa. Kama we ukienda kaskazini, mimi nitaenda kusini. Ukienda mashariki, mimi nitaenda magharibi. Biblia inasema cha ajabu, Lutu hakutaka negotiation. Kwa nini hakutaka negotiation? Hatuoni sehemu anamplease mzee Ibrahimu kwamba baba, kwa nini watu wakuja watukosanishe? Watu wametukuta. Are you following? Watu wametukuta. Watu wametukutia barabarani. Watu wametukutia njiani. Mimi na wewe tumetoka mbali kuliko hawa. Kwa nini hawa turuhusu watukosanishe? Lutu akaruhusu watu wakuja wawakosanishe. Alifikiri ni ubingwa. Hakujua Ibrahimu amekuwa kama zile Paul anasema kwamba Yohana, Kefa ambaye ni Petro na Yakobo ni watu ambao wana sifa ya kuwa nguzo. Kwa hiyo kuna watu ni mijitunguzo. Sema mijitunguzo. Muulize jirani yako, kwenye maisha yako una watu ambao ni nguzo. For instance, me, whether ni gizani au ni Daddy Jesse, who is a pillar, ni nguzo kwangu na mke wangu na huduma. Akisema ni mtunguzo. Mnaishi naye kilaini. Nani alikwambia kwamba mtunguzo mnaishi naye kilaini? Inaweza ikawa ngumu, inaweza ikawa nyepesi, inaweza kaa zote mbili, lakini nguzo ni nguzo. Sema amina. Nguzo ni nguzo. Thank you Jesus. Kuna mtu Roho Mtakatifu anasema naye sasa hivi. Ninapofundisha sasa hivi, Roho Mtakatifu ameanza kumsafirisha, kumwambia angalia pale, angalia pale, angalia pale, angalia jinsi ulivyoathirika kwa kucheza na mahusiano haya hapa. Wangapi wananielewa ninachosema? Wapendwa mliokoka, jifunzeni kuheshimu watu ambao Mungu amewapaka mafuta level ya nguzo kwenye maisha. Kwanza uwatambue, afu jifunze kuheshimu. Biblia inasema Ibrahimu alivyotoa hiyo option, Lutu hakuwaza mara mbili. Biblia inasema aligeuza shingo, akaangalia bonde zuri. Asema akaona bonde zuri. Akaona bonde zuri limejaa nyasi, lina maji. Akasema mimi nitaenda upande huu. Hivi mnanielewa ninachosema? Ona kilichotokea. Lutu ainamishi moyo. Okay, kama mzee umeamua hivyo sawa, kama una shida gani? Sababu kwa kweli mimi siwezi kuendelea kuvumilia namna hii. Siwezi kuendelea kuvumilia namna hii. Ng'ombe wangu hapati malisho mazuri sababu ya vijana. Ng'ombe gani? Ng'ombe uliopewa na Ibrahimu. Muulize mzee, ng'ombe gani unaoongelea wewe? Ng'ombe gani unaoongelea? Mali gani unaoongelea? Umaarufu gani unaoongelea? Platform gani unayoiongelea? Platform gani unayoiongelea? Jina gani unaloliongelea? Hasema kama ni hivyo mimi nitaenda mashariki. Biblia inasema akachagua eneo ambalo kwa macho linaonekana ni zuri, eneo bichi, limejaa majani, kuna maji, lina meremeta. Akaona ngoja ni mzidi ujanja huyu mzee. Nguzo akienda hata jangwani, jangwa linageuka kuwa msitu. It's amazing. Usicheze na nguzo. Usicheze na nguzo. Nguzo ikienda hata jangwani. Akachagua. Sasa ona, wakati ule ule, the same time,
Lutu anaona bonde zuri, anaona majani, anaona atakavyolisha mifugo, anaona jinsi ambavyo watazidi kuwa tajiri. At the same time, Mungu alikuwa anaona jinsi moto utakavyoshuka kwenye ile eneo, jinsi ambavyo Lutu atapoteza mke na watoto, jinsi ambavyo Lutu mali zake zote zitaishia hapo, jinsi ambavyo Lutu ataishia kuwa mlevi kwenye milima. I wish angekaa na Ibrahimu akamwambia, mzee, mimi siondoki, siwezi kukosanishwa na vijana wetu hawa. Uhusiano wangu na wewe ni mrefu kuliko hawa. Hawa wanakuja wanapita, mimi na wewe tuna safari ndefu. Hivi naongea na watu. Kuna aina ya watu kwenye maisha yako lazima ukate shauri na story ya kwamba sitakosanishwa naye. Acha haya maneno I don't mind. Kuna watu lazima umind. Nimesemaje? Kuna watu lazima umind. Mungu amewaweka kwako, sio wewe umejipa. Mungu ameweka kwako kama moja za nguzo. Hivi nyinyi kanisa, watu wazuri, mnanielewa nachohubiri, lakini kuna watu Mungu ameweka kwako kama nguzo. Inawezekana usipende sana, haisaidii, kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anataka vijengwe kwako. Kwa ameweka nguzo hii, ameweka nguzo hii, ameweka nguzo hii, Mungu ameweka nguzo hii. Kuna mtu ananielewa? Wote tunaelewa. Kama kuna kosa kubwa Lutu alofanya ni kudepart kutoka kwa Ibrahimu. Ukweli wakati anaanza ni kama kila kitu kwa kinaenda vizuri, si ndio? Mwaka wa kwanza vizuri, mwaka wa pili yule mzee mshamba tu, mwaka wa tatu ona sasa Mungu anashuka, anaenda kuanzia kwa nguzo. Mbia lo, naenda kupiga pale. Afu hizi nguzo huwa zina upendo. Saa nyingine zina sema, kuna kijana wangu huko, pamoja na vurugu lakini wa kwangu, utammalizia huko. Well, no. Lakini mwisho wa siku, mnajua kama kuna mtu aliishia pabaya ni Lutu. Na kuombea kwa Yesu Kristo, na mimi najiombea, kwa sababu I have still have a long journey, ya kwamba katika jina la Yesu hautamalizia pabaya. Nasema hautamalizia pabaya. Utaheshimu watu nguzo kwenye maisha yako. Sema amen. Sema amina. Sasa hii haina umeokoka kiasi gani, sababu huwezi kuokoka hadi ukazidi kanuni ya Mungu. No. Umeokoka kiasi gani, it won't help. Kuna watu ambao Mungu amefunganisha hatima yako kupitia wao. Kuna watu ambao Mungu amefungamanisha hatima yako kupitia wao. Ni kweli una hatima na story, una hatima yako kabisa, ila hiyo hatima sio bwerere. Kuna watu imefungamanishwa nao on the way, wanaitwa nguzo watu. Amen. Amina. Are you blessed? Hiyo ilinifanya, na ni mambo niliyojifunza miaka mingi sana, nilifundishwa miaka mingi. Imefanya when I was growing up. Unajua mimi ni church boy, sababu mimi ni church boy, yani mishemishe zote za kanisani yani. Kwa sababu ile unagonga miaka 20 umeokoka, si ndio? Kwa hiyo mishemishe zote ni wapi? Kimoja kitufundisho ikatusaidia kuheshimu nguzo watu, lakini na kuheshimu nguzo zingine za msingi. Amen. Amen.
Turudi pale kwa Waamuzi, ilikuwa 16 mstari wa 17 tunaelekea 20. Fanya haraka. Baada ya kumwambia yote, akasema ukigusa haya maeneo, sema ukigusa haya maeneo, ndipo nguvu zangu zitanitoka. Kuna maeneo yakiguswa nguvu zako zitakutoka. Alafu anasema ndipo nitakuwa dhaifu kama wengine. Kuna maeneo yakiguswa utakuwa dhaifu kama wengine, na nitakuwa kama wanadamu wenzangu, manake sitakuwa tena tishio. Mstari unaofuata, Delila alipoona kuwa ameambiwa yote aliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njooni huku mara hii tu. Kwa nini anasema mara hii tu? Adui alikuwa ameanza kukata tamaa ya kwamba tumeshapambana mara kadhaa na tunatoa na fedha na hatujaweza kufanikiwa kujua nguzo zake. Delila anaambia, msikate tamaa, sasa nimeshajua asili za nguvu zake, nimejua ni vitu gani vinamfanya awe imara, nimejua ni vitu gani vinamfanya asonge mbele, nimejua ni vitu gani vinafanya aendelee kushaini hapa mjini. Asema mara hii tu, maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Filisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao. Mstari wa 19, naye akamlaza usingizini magotini pake. Mwambie mwenzio usilazwe kwenye magoti ya Delila. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu wa kuvinyoa vile vishungi 7. It was 7 pillars. It was 7 wangekata vitatu bado wangeipata kwa level ndogo, lakini wangeipata. There were 7 pillars, na wote tunaelewa 7 ni ukamilifu wa Jehova. Kwa kuna nguzo 7 kwenye maisha ya Samsoni, ambazo hizo nguzo 7 ndio ukamilifu wa Bwana, kiasi kwamba usingemtingisha Samsoni, usingemtingisha Samsoni. Na wangekata 2, angepungua kidogo, lakini cha moto angekiona. Wangekata 3, angepungua kidogo, cha moto angekiona. Biblia inasema wakapiga chini nguzo zote 7. Uliza jirani, una nguzo ngapi wewe? Kuna mwingine anasema hata moja sijui. Kuna mtu anasema pastor, hata moja tu sijui nilionayo, na sijui ipo au imeshaangushwa. Ninaona tu pingili pingili kwenye maisha, sijui ndo nguzo zimeangushwa. Are you following? Ngolo, unanifuata mama yangu? Yeah. Asema akakata vishungi 7 vya nywele kichwani pake. Biblia inasema akaanza kusumbua. When the pillar of your stability, pale ambapo nguzo za uimara wako zinapoangushwa, unaanza kuweweseka. Biblia inasema nani? Samsoni akaanza kusumbua. Biblia inasema nguvu zake zikamtoka, kwa sababu nguvu zake zilikuwa zina mahusiano na nguzo za maisha yake. Sema amina, sema amina, sema amina. Ndio kama mtu aliyookoka, mtu yoyote aliyookoka, narudia tena, prayer and fasting, kufunga na kuomba ni nguzo. Ni nguzo ambayo haitaki mjadala. Ni nguzo ambayo unatakiwa unailinda usiku na mchana. Ni nguzo ambayo unatakiwa kutangaziwa na pastor. Pastor akija kutangaza, ametangaza ile ya jumla, lakini lazima ujue kuna nguzo za kufanya niendelee mbele na huyu Yesu. Kuna nguzo za kufanya niendelee kuwa wa moto na huyu Yesu. One of the pillar, prayer and fasting. No more, no less. Na hakuna software ya kufunga, hakuna programu ya kufunga, hakuna AI ya kufunga. Kufunga zote
ni hardwares, ni hardwares. Lakini lazima ulinde. Kama kuna mahala unataka ufike, kama kuna mahala unataka kuenda, lazima ulinde. Ndio maana Yesu akasema mfungapo, sio kama mtafunga, not if. No. Prayer and fasting is must. Wangapi ananielewa? Kusoma neno, kusoma neno, kusoma neno ni nguzo. Ukiona usomi neno, unacheza na nguzo, unacheza na nguzo. Na adui atafanya kila awezalo apige kwenye nguzo, apige kwenye maombi, kwa sababu anatafuta asili ya nguvu zako. Anatafuta ni nguzo gani zinakupa nguvu. Anajua akisoma neno, huyu sitamweza. Kwa hiyo anakupiga kwenye neno. Unajifanya una mambo mengi, uko busy, au sikii hamu ya kusoma neno. Nani anakuambia tunasoma neno kwa hamu? Usikii hamu ya kufunga. Nani anakuambia tunafunga kwa hamu? Unafunga kwa sababu is a principle ya kweli ya neno la Mungu, ya kwamba for me kuendelea, kwa ajili yangu kuendelea, kwa ajili yangu kuwa na makali, to sharpen, kunoa makali yangu, lazima nifunge, lazima nisome neno, lazima nitumike, lazima nitembee kwenye utakatifu. Pila, nguzo. Mwambie jirani nguzo. Mwambie hizo ni nguzo. Hizi hazizeeki, hizi hazioti mvi. Hizi zinaitwa barabara ya zamani, the old path. Kwenye Isaya anasema nendeni mkaulize wazee wenu, ile barabara ya zamani muipite hiyo. This is the old path, ya kwamba ndio nguzo za kukupeleka mbele. Na kuombea katika jina la Yesu, wewe ambao umeokoka, utalinda nguzo zako za wokovu, utalinda nguzo zako za makali yako, utalinda nguzo zinazokupa makali, utalinda nguzo zinazokupeleka mbele, utalinda nguzo zinazofanya usonge na moto wa Yesu. Utazilinda, utazilinda, hutazichezea. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina, sema nguzo za ushindi. Anasema pandisha 20, twende 20. Kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakuijia. Adui akishapiga nguzo zako, adui akishapiga nguzo zako, kinachofuata ni kukushambulia. Adui akishaangusha nguzo zako, wakati anaziangusha, anaweza akakupa very sweet reason. Anaweza akakupa very sweet reason. Unajua umechoka, umefanya kazi sana, umechoka, ili uamke usiku uombe ya nini? Umechoka. Sweet reason. Anaweza akakupa sweet reason za kuvunja nguzo zako za kwenye ndoa. Anaweza akakupa sababu zinazoonekana they are sweet. Ni kwa sababu anakuweka magotini, anakuweka kwenye mapaja ya Dalila, ili ukubali kuangusha nguzo zako. Ukishaangusha nguzo zako, kinachofuata unapewa taarifa, sasa Wafilisti wanakuja. Sasa vita iko mlangoni. Na nakwambia nguzo zikianguka, you can't fight no more. Huwezi kupigana tena, kwa sababu utakuwa dhaifu, kwa sababu utakuwa huna nguvu tena. Ninakuombea kwa jina la Yesu, ya kwamba hutaruhusu nguzo zako ziangushwe. Hutaruhusu nguzo zako ziangushwe kwa jina la Yesu. Akaamka katika usingizi wake, akasema nitakwenda nje kama siku nyingine. Mara nyingi nguvu zikimwisha mtu,
atataka afanye kama alivyokuwa anafanya. Asema nitakwenda nje, nitajinyoosha kama siku nyingine. Alipojinyoosha akagundua no power. Alipojaribu kufanya yale mambo ambayo labda alikuwa akigeuka tu namna hiyo, nguvu za Mungu zitakuja, akagundua nguvu hazipo tena. Akagundua Samsoni, nimekuwa dhaifu kama watu wengine. Na kuombea kwa Mungu kwenye hii darasa la mwezi wa 4 ya kwamba Mungu akusaidie. Natamani kila kijana wangu hapa wote, ya kwamba katika jina la Yesu hakuna atakayeanguka, hakuna atakayekuwa dhaifu, hakuna atakayekuwa wa kawaida. Wote mtasonga mbele na Yesu, wote mtakuwa imara katika Kristo Yesu, wote mtamjua Bwana na nguvu zake, wote mtakuwa imara kwenye kazi zenu za kila siku katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Okay. Mstari wa 21 mpaka 22. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho. It is very dangerous. Pila zako, nguzo zako zikiangushwa, madam, it is very dangerous. Saa zingine tambua hii hatari ikusaidia kupigania nguzo zako. Nguzo zilipoangushwa, Biblia inasema wakamkamata, wakamng'oa macho. Hii ni shule kubwa ya macho, tuondoke hapo. Wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. The great man amekuwa kama kinyangarika. Yule mtu mkuu mwenye heshima kuu amekuwa kama mdoli. Na kuombea kwa Mungu, yamkini unasema mchungaji, unapohubiri namna hiyo nasikia moyo na numa, kwa sababu kuna mahala nilikuwa nimeenda, lakini kuna nguzo zikavunjika, nikawa kama mdoli. Yule wa kuheshimiwa amekuwa kudhihakiwa. Yule wa kuheshimiwa amekuwa kama filamu, amekuwa kama sinema. Ni nini kilichofanya yule wa kuheshimiwa awe dhihaka, awe kama mdoli, awe kiburudisho cha watu? Ni kwa sababu hakulinda pillars, hakulinda nguzo, hakulinda nguzo, hakulinda nguzo. Vijana wangu, lindeni nguzo. You are growing and you are growing very well. Lindeni nguzo, linda nguzo, linda nguzo, linda nguzo. Hata kwenye maisha ya kawaida kabisa, hata kwenye maisha ya kawaida. Uzuri nyinyi mnaishi na jamii huko. Hakuna watu ambao kuna mahala walikuwa sasa wamekuwa kama fedheha? Hakuna? So many, si ndio? Hivi wengi. Ni nini? Ngoja nikwambie. Usianze kusema ni bahati nzuri na bahati mbaya. Kwenye mambo ya kimungu there is no good luck. Pamoja jina langu angalau linatia moyo good luck. Lakini there is no good luck. But also there is no bad luck. There are principles of the word of God. Nayo habari njema, nywele zinaweza zikaota tena. Nywele zinaweza zikaota tena. Inawezekana unasema mchungaji, yamkini ningesikia hili somo miaka mingi, nisingekuwa hapa nilipofika. Yamkini ningesikia darasa hili miaka mingi, yasingenikuta lionikuta. Ninazo habari njema, nywele zinaweza zikaota tena. Pamoja madhara atakuwa ameshatokea. Madhara atakuwa ametokea. Lakini angalau acha nywele ziote tena. Acha vishungi vyote tena. Acha nguzo 7 zianze tena. Unaweza ukaanzisha tena. Unaweza ukarudi tena. Unaweza ukasimamia nguzo zako tena. Unaweza ukaanza kuzilinda tena. Unaweza ukaanza kuzipalilia tena.
Na kadri nguzo zinavyoanza kupanda, nguvu zinaanza kurudi, ushindi unaanza kurudi, kwenda mbele kunaanza kurudi, kusonga mbele kunaanza kurudi. Usikate tamaa, usilie, amka, anza kujenga hizo nguzo kwa upya. Nasema wakamweka huko, wakamfanya kama mdoli. Ukisoma mstari mstari wa 25 na 26. Labda tu tuanzie hebu 24 ili iwe na mtiririko mzuri. Na hao watu walipomwona wakamuhimidi Mungu wao. Mdogo, anzia 23. Yes. Kisha wakuu wa Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagon mungu wao. Kwa nini? Tumemshika Samsoni na kufurahi, maana walisema Mungu wetu amemtia Samsoni adui yetu mikononi mwetu. Pandisha. Na hao watu walipomwona Samsoni wakamuhimidi Mungu wao, maana alisema Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu aliyeiharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi mioyoni mwao. Nguzo zinapovunjika, wewe ambao ulikuwa tishio unafanyika kama kinyangarika. Samsoni alikuwa tishio kwa taifa zima, pastor. Samsoni alikuwa tishio kwa taifa zima. Biblia inasema sasa wao ndo wamekuwa tishio juu yake. Na kuombea kwa Mungu kwamba adui yako asiwe tishio juu yako. Nasema adui asiinuke juu yako akawa tishio. Adui asikufukuze. You see, nguzo zikivunjika, kile ulichokuwa unakifukuza huwa kinaanza kukufukuza. Kila ambacho ukuwa unakiogopesha kinaanza kukuogopesha. Kila ambacho ukuwa unakitia hofu kinaanza kukutia hofu. Ni nini? Nguzo hazijakaa vizuri. Sema Bwana Yesu. Kuna mtu anadaka umuhimu wa nguzo. Kama unadaka nipungie mkono. Sema Bwana Yesu, nipe neema ya kuzilinda nguzo katika jina la Yesu. Na nasema hivi, hii shule ya nguzo ni pana. Kuna nguzo za maisha ya kiroho. Kuna nguzo za mahusiano, za maisha ya kijamii. Kuna nguzo za ndoa, nguzo za kwenye ndoa. Kuna nguzo za kwenye eneo la kazi. Kuna nguzo za biashara. Kuna nguzo za huduma. Kuna nguzo za maisha. Ikishakuwa ni nguzo, iheshimwe ise. Madhara yake yanafanana. Ikiangushwa, madhara yake yanafanana. Ikiangushwa, wale waliokuwa na kuheshimu watakuona kinyangarika. Wangapi wanaelewa? No matter umeinuka kiasi gani, usiinuke ukasahau nguzo au kadharau nguzo. Sawa sawa? Haijalishi Mungu amekuinua kiasi gani, kadri unavyoinuka ndivyo ambavyo nguzo zako zinapaswa kuwa imara zaidi. Kwa sababu anguko la mtu mkubwa ni tofauti na anguko la mdogo. Siku moja aliniambia, good luck, ukiwa chini usiogope kuanguka. Akaambia, unaanguka unaenda hapo sasa. Mbia, good luck, ukiwa chini usiogope kuanguka. Unaanguka unaenda wapi? Hapo wenyewe ni chini. Kama utaanguka uende wapi? Si hapo chini. Ambia, ila ukiwa juu jishike vizuri. Ambia, ukiwa juu jishike vizuri. Kwa sababu ukianguka maumivu yake ni makubwa kuliko aliyoko chini. Amina.
Wangapi ananielewa? Maana yake the more you go higher in life, watumishi wa Mungu, the more you go higher in life. Hili ni somo ambalo limejichanganya na a lot of wisdom za kimungu. The more you go higher in life. Maxi, linda nguzo. Kaigi, linda nguzo. Dafa, the more you go higher, the more linda nguzo. Hallelujah. Are you blessed? Mtika, are you there? The more you go higher, linda nguzo. Nguzo za familia, nguzo za ndoa, linda. Nguzo za kazi, linda. Nguzo za uchumi, linda. 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 Zile nguzo zilizokuinua zikakuleta juu, zilinde. Zilinde. Sema zilinde. Sema nitazilinda. Sema kwa jina la Yesu, napokea neema ya kulinda nguzo zangu. Una kazi ya kwenda ukaa chini na kuzitambua hizo nguzo. Sema amina. Wengine kuna vitu viliwapa mafanikio, mlipofanikiwa mkaviacha. Sasa hivi unajibu anyhow. Unajibu tu anyhow. Kumbe lugha yako nzuri ndio ilikuinua. Lugha yako nzuri ilikupa kibali. Heshima yako ilikupa kibali. Umeenda huko juu, umeona hayana maana. Sikiliza, nguzo ikianguka, usisahau shule. Nguzo ikianguka, kinachofuata ni fedheha. Nguzo ikianguka, kinachofuata ni fedheha. Siku moja nilikuwa na mzee Mbuke. Sijaonana na mzee Mbuke siku nyingi sana. Siku nyingi sana. So akanipigia simu. Mzee Mbuke ni mchungaji wetu, yuko BMCC pale chini ya TAG. Tukiwa chuoni tumekuwa tukisali pale. Kwa hiyo mimi, mtu yoyote ambaye amehusika na maisha yangu, namchukua serious kuanzia kipindi hicho mpaka maisha yangu yote. That's my form. That's my form. Wengi wanasikia naongelea sana Pastor Zakayo, wanahisi labda Pastor Zakayo nimeishi nao labda miaka 10. Nimeishi naye miezi 8 mpaka mwaka hivi basi. Lakini wote nafikiri the whole church wanajua kuhusu Zakayo. Waniko makini sana. Kwa nini Mungu aliruhusu? Zakayo amenibatiza, siwezi kumchukua lightly. Zakayo amenichunga, siwezi kumchukua lightly. Mbuke bishop, pamoja tuko chuoni, lakini ndio pastor alikuwa tunamuonaona kwa karibu, hata kama alikuwa cell TAG. Kwa sababu huyu ni kijana wangu, na mimi nasema huyu ni mzee wangu. Sasa akanipigia simu. Sasa ama sikuiona au vipi, akaja akapiga ya pili. Nikakumbuka ni kama niliona simu ya mzee, nikaogopa kupokea. Nikaona acha niache ikatike ili mimi nimpigie. Sababu unaruhusuje mzee akupigie mara mbili? Sema hekima Jonathan. Sema hekima pasa. Sema hekima pasa. Ndio nafundisha hivi. Nikaona mzee alinipigia. Nikangoja ikate pap. Hapo nikampigia, nikamwambia mzee, nilishindwa kupokea, nilitaka mimi ndo nikupigie. Akamwambia good luck. Kwanza akamwambia alitumia lugha hii. Akamwambia najua sasa hivi wewe ni askofu, nafikiri labda utakuwa umebadilika bwana. Sasa unajua nyinyi vijana Mungu amewainua sasa. Akamwambia baba, hapana. Hapana. Akamwambia mzee ni nini? Akaniambia choniambia. Akamwambia mzee, nafunga safari haraka na kuja hapa. Sababu nisingemruhusu aje ofisini. Wangapi anasema sio sawa sawa? Kama unyenyekevu ulituinua kule mwanzoni, unyenyekevu utatushikilia mpaka kesho.
Sikujua kumbe kila nachofanya, wale mlio karibu na mzee Mbuke mnaweza kaenda kumuuliza kama mtataka. Sikujua kumbe kila nachofanya mzee anakiangalia kwa umakini sana, kwa sababu hajaonana mimi siku nyingi. Nikafika na sasa nikwambie tu kweli, kwa sababu kwa sijaonana siku nyingi. Yosia iko wapi? Yosia iko wapi? Unakumbuka nilikwambia twende benki, nikwambia kuna mzee ameniita, sijaonana siku nyingi, naenda kuonana naye vipi? Pamoja shida alioniitia ni ya kwake binafsi, kwamba kijana wangu, hebu njoo na jambo hapo unisaidie, lakini naendaje kwa mzee? Yosia ni shahidi. Sasa mengine ni siri yangu na Bwana na mzee wangu, sawa sawa. Lakini nikaenda, kwanza nilichelewa kidogo, kamkuta yuko nje, sema good luck, umechelewa. Nikamwambia baba samahani, kuna mahala nilipita. Alafu baadaye, baada ya kila kitu kilivyoisha, nilivyofanya nilichokuwa nataka nifanye, nikamwambia mzee, hiki ndio kilinichelewesha. Uliponiita nilishindwa kuja direct, kwa sababu mzee hatujaonana siku nyingi, na kujaje kwako? Sasa kuna mtu anaweza akasema hayo sio, ndio yenyewe. Mwambie mwenzio ndio yenyewe. Na sio kwa sababu unazo hela, ni kwa sababu ni nguzo. Ni nguzo. Sikujua. Tunaingia ndani, tukua kama 4 5, tunaingia. Nikakimbia kwenye mlango, nikashika, nikamfungulia, akaingia. Tukamaliza, wakati wa kutoka asema tokeni. Sikutoka. Nikamwambia mzee hapana, wewe tangulia. Nikashika mlango, alipotoka aliniambia neno zito. Asema kumbe good luck, nilihisi ushabadilika, kumbe hujabadilika. Endelea hivyo hivyo. Ananiambia na nilijiuliza, akasema Mungu wangu, kumbe mzee was observing everything. Asema nakujua zamani, kumbe hujabadilika. Endelea hivyo hivyo. Wapendwa, ukiinuka usibadilike. Ukiinuka badilisha nguo, usibadilishe nguzo. Ukiinuka badilisha nguo, usibadilishe mambo ya msingi. Kama ya msingi ndo aliyokupa kibali, hata huko juu atakupa kibali, hata huko juu atakupa ushindi, hata huko juu atakufungulia mlango. Piga kelele amen. Sasa mengine ni siri yangu, ambaye alifurahi mpaka ananiambia, kijana wangu, nina hili jambo nataka nikuunganishe nalo. Baada ya siku kadhaa, unapataje kibali? Nguzo. Of course ningeweza kwenda pale kama baba askofu, si ndio? Kwamba mzee sasa hivi asifikiri kama mimi ni ule kipindi cha mwanafunzi. Wangapi anajua ningeweza kufanya hivyo? Yes, sio kama kipindi cha mwanafunzi. Kwa hiyo unaenda pale, wewe ni bishop, mimi ni bishop. Ngoja nikwambie, hata maaskofu hawalingani. Bishop, wewe bishop wa juzi. Bishop wa juzi. Mimi bishop wa juzi. Nakuja kusema na mzee Mbuke kwamba maaskofu, uwe na akili wewe. Mwambie mwenzio uwe na akili. Hata maaskofu hawalingani. Wangapi ananielewa? Wangapi ananielewa? La sivyo utachagua ujinga kichwani. Na mimi nishakataa upumbavu. Mwambie mwenzio pastor shakataa upumbavu. Siwezi kujijaza upumbavu. Lazima nijue huyu kwangu ni mkubwa. Full stop. Maisha yaangushwi na mambo makubwa, yanaangushwa na vitu vidogo. Unavovizarau, unavovichukulia poa, ndo vinakuangusha, ndo vinakuharibu. Lakini nakuombea kwa Bwana, kwa sababu wewe ni mtu mzuri wa Yesu, ya kwamba maisha yako atakwenda vizuri katika jina la Yesu Kristo. To be honest, ile neno aloniambia paka leo liko moyoni. Nikasema Mungu wangu, kumbe mzee muda wote kwa ananiangalia, muda wote kikao kizima anaangalia ninaongeaje, anaangalia ninafanya nini. Amemaliza anasema nawashukuru sana vijana wangu, nimewaita mkaja. Tukamwambia mzee, si ndo tunashukuru zaidi, mzee ametuita. Sio sema kwa kweli tumejitahidi kuja, tuna mambo mengi.
mambo mengi. Basi kaona nije tu haraka haraka, hata hivyo na kuna sehemu nakimbia. Hata sema kitu. Hata sema haya nashukuru basi hebu wai. Lakini kuna doti utakuwa umeacha moyoni ndani. Okay, ngoja niseme kitu kingine kizuri. Ukiokoka unabaki duniani, wangapi wanaelewa? Alafu unaishi humu. Sababu kuna watu wafikiri wakiokoka anaishi angani, unaishi humu. Narudia. Ukiokoka unaishi duniani. Na ukiokoka unatakiwa upate kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Wazee wa mbele za Mungu mpo? Mwambie mwenzio na mbele za wanadamu. Mungu akikutuma afu watu wakakukataa, mission yote inaharibikia hapo hapo. Ndio maana Yesu alikuwa na kibali mbele za Mungu na mbele za watu, na ni Yesu, sio mkumbo, ni Yesu. Kama Yesu alihitaji kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu, vipi Masala Kulangwa? Mwambie vipi wewe? Muulize jirani yako vipi wewe? Kuna watu wanaishi kwenye wokovu, lugha yao ni moja. Mimi nikishapata kibali mbele za Mungu yatosha. Mwanadamu ni nini? Atanifanya nini? Alafu kitoka hapo unaenda kuomba kazi kwa mwanadamu. Usivyokuwa na, yani akili ilivyopinda, unapeleka CV kwa mwanadamu. Si ungepeleka kwa Mungu? Yani akili ilivyopinda, asubuhi unaamka, unaenda kwa wanadamu unapeleka CV. Maana yake una sehemu ya kuishi na Mungu na una sehemu ya kuishi na wanadamu. Usisahau hiyo shule. Nasema usisahau hiyo shule. Nasema usisahau hiyo shule. Sasa ngoja nikwambie, wanadamu wakikukataa utateseka sana, hata kama una Mungu. Nimeona wanadamu wakikukataa utateseka sana, hata kama una Mungu. Acha nirudie hapa, hii line mko sawa? Wanadamu wakikukataa utateseka sana, hata kama una Mungu. Paulo alikuwa na Mungu, Wayahudi wakamkataa na Mungu wake. Hivyo naelewa ninachosema. Paulo alikuwa na Mungu, lakini shida wanadamu wamemkataa. Wayahudi wamemkataa. Anafika Uyahudi anapigwa na Mungu anaye. Katika safari yangu ya maisha na Mungu nimegundua unaweza ukapigwa na Mungu kawa naye. Unaweza ukapigwa na Mungu naye moyoni. Kwa sababu kuna kanuni tu za kawaida ambazo umezikosea. Na wengi ambao hawajui mambo haya, unajua ataipeleka wapi? Nina vita ya Injili. Vita ya Injili hata uhubiri. Huja ikuleta hata mtu mmoja kwa Yesu, unafuta gani Injili wewe? Hii ni vita tu, ni vita. Na roho ya kukataliwa. Hakuna mwenye roho kukataliwa. Ni wewe umesababisha kukataliwa. Hapa nitapata makofi kweli leo. Haleluya. Twende. Tumalize tuondoke. Nishaona watu wengi wanafanya vitu vya ovyo, alafu anaenda kwenye maombi, navunja roho kataliwa. Kavunja hivyo mambo ya ovyo. Ukitenda vema unapata kibali. Biblia inasema, Mungu akamwambia Kaini, ukifanya vema unapata kibali. Dawa ya kupata kibali, wewe fanya vema basi. Umepewa kazi, umeajiriwa, nimekupigia debe hapa kanisani. Kuna mtu amekuchukua akakupa ajira.
kachape kazi ya ukweli, utapata kibali. Fanya kazi, perform, utapata kibali. Sio uperform, bosi anaanza kufukuza, sema pastor, roho ya kukataliwa. Sio roho ya kukataliwa, haufanyi kazi, si ndio mzee? Kwa hiyo mioyo yao iliposhangilia wakasema, mwiteni Samsoni ili tumfanyie michezo. The great person anafanywa kuwa mwanasesere. Haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Nasema haitakuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Mtu mkuu anafanywa kuwa mwanasesere. Anasema mleteni atufanyie michezo, achezecheze tuburudike. Watu wametoka makazini jioni, wameingia kwenye hilo ukumbi likubwa. Amina. Wako na wakuu wako pale, wasema mleteni Samsoni acheze, atufanyie michezo tuburudike. Listen, maisha yako hayatakuwa maisha ya mwanasesere. Nasema maisha yako hayatakuwa maisha ya mwanasesere kwa jina la Yesu. Mwiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamuita Samsoni. Hawakujua kipindi cha mateso yake, kipindi cha mahangaiko yake, alianza kurudi kwenye misingi yake, alianza kurudi kwenye nguzo zake, alianza kujenga nguzo zake. Nguzo zake zilianza kuimarika. Saa zingine mateso yanamrudisha mtu kwenye nguzo zake. Saa zingine mateso yanamfanya mtu kugeuka na kuangalia ni wapi nilipoanguka, ili nitubu, ili nigeuke, ili niyarudie yale mambo ya msingi yalionipa ushindi, yalionipeleka mbele, yalionifanikisha. Hawakujua ya kwamba shungi 7 za Samsoni zimeanza kuota. They didn't know that. Na niko hapa nataka niwaambie adui zako, wako hawajui kwamba shungi zako zinaota, nywele zako zinaota. Ni kweli walikugaragaza, ni kweli ulifanyika kama kinyamkera, ni kweli ulifanyika kama mwanasesere, lakini yuko Jehova mbinguni, lakini yuko Mungu mbinguni, yuko Yesu mkono wa kuume Mungu Baba anayekuombea, anayeugua kwa ajili yako. Na ndani yako umesikia hali ya kufanya toba, na ndani yako umesikia hali ya kufunga tena, ya kusoma neno tena, ya kutembea kwenye utakatifu tena, ya kutumika tena, ya kutembea katika nguvu za Mungu tena. Ukisikia hiyo hali, ni nywele zimeanza kuota, ni nywele zimeanza kuota, ni nywele zimeanza kuota. Na adui hata gundua nywele zako zikianza kuota, anafikiri ni mwanasesere yule. Acha kesho ifike, acha wiki ijayo ifike, acha mwezi ujao ufike. Niko na watu hapa, wale ambao adui yakuwa anashangilia hatima yako imeisha, ya kwamba amekumaliza. It is not over until is over. Acha nywele ziendelee kuota. Biblia nasema mwenye haki huanguka mara 7 kisha akainuka, akaenda zake, akasonga mbele. Piga kelele amen. My God. Misingi. Adui ya kujua kwamba anapaswa kuwa careful. Kila alichokiharibu kinaweza kikajengwa tena. I don't know whom I'm speaking to. Sijui naongea na nani, lakini nataka niwaambie ya kwamba Mungu asema haijalishi umegaragazwa kiasi gani, kuna kuinuka tena, kuna kushinda tena, kuna kwenda mbele tena. Na ukiinuka tena, na ukishinda tena, chunga nguzo. Chunga nguzo. Are you following? Kwa hiyo mioyo iliposhangilia wakasema mwiteni Samsoni atufanyie michezo. Basi wakamuita Samsoni kutoka gerezani, akacheze mbele yao. The general aliyekuwa anatisha, amekuwa mwanasesere, anacheza ili watu wafurahi, huku hata haoni ni mateso ya aina gani. Lakini kwa sababu ya misingi ilianguka, ni kwa sababu ya nguzo zilizoanguka, akacheze mbele yao
wakamweka katikati ya nguzo mbili. Hilo ni kosa walofanya. Hawakujua kwamba Samsoni naye anajua, ukitaka kummaliza adui yako, cheza na nguzo zake. Ukitaka kummaliza mtu, piga kwenye nguzo. Biblia inasema wakamweka kwenye nguzo mbili. Kamweka kwenye nguzo mbili. Ona kitu ambacho Samsoni aliomba. Kuna ule kijana ambako ameshika mnyororo. Samsoni amefungwa hivi, mnyororo umeshikwa, analetwa kwenye kudansi. Ona kitu ambacho Samsoni alimuomba ule kijana. Yule kijana angejua ni nini Samsoni anatafuta, asingempeleka mahali pale. Kwa sababu Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii imezikalia. Mwambie jirani yako, usiruhusu mtu akapapasa nguzo za ushindi wako. Mwambie mwanzo, usiruhusu mtu akapapasa nguzo zinazokubeba. Usiruhusu mtu akapapasa nguzo zinazobeba ndoa yako, nguzo zinazobeba biashara yako, nguzo zinabeba mafanikio yako. Usiruhusu mtu akazipapasa. Sio tu kushika, hata kupapasa, no. Kijana kujua Samsoni anatafuta nini. Samsoni akagundua, nguzo zangu zimeanza kujengeka, nimeanza kusikia nguvu. Akaambia kijana, nisaidie jambo moja tu. Leo nataka nicheze, nitoe show ambayo hakuna mtu ashai kuitoa hapa. Kwa hiyo pakunipeleka, nipeleke kwenye zile nguzo ambazo zimeshikilia hili jengo, ambazo hizo nguzo ndio zimebeba hii himaya yote. Nipeleke pale, nataka nitoe style ambayo hawajai kuona. Kijana akavuta mnyororo, akaambia twende, wakuu leo watafurahi, wakuu wataona style ya Samsoni. Akamfikisha Samsoni, akapapasa. Nafikiri alimuuliza kijana vizuri, hii ndio ile nguzo ambayo imebeba jengo lote? Ambia ndio hii. Hii hapa ndo nataka nichezee hapa. Nyingine iko wapi? Ambia iko huko. Biblia inasema akapapasa, akazishika. Alipozishika zile nguzo mbili, na Biblia iko wazi, inasema ndio nguzo zilizokuwa zimeibeba nyumba. Samsoni alijua kwamba siwezi kupigana na mtu mmoja mmoja. Kwanza sioni tena, kwanza wameshanimaliza, lakini ninaweza kuwamaliza wote kama nikiweza kuangusha nguzo ya hili jengo kubwa ambayo ni fahari ya Wafilisti. Wapendwa, jengo hilo ungeweza kulita kama majengo yetu ya serikali. Baadhi ya majengo yetu ya serikali ambayo ni icon ya nchi, ikuwa ni jengo ambalo ni icon ya nchi. Wakuu wote wanaingia, rais anaingia, mfalme anaingia, wakuu wake wote. Biblia inasema wakuu wote wa Wafilisti waliingia mle ndani. Kwa ilikuwa ni jengo la heshima. Lakini sikiliza, ni jengo la heshima, lakini siri yake ilikuwa imefichwa kwenye nguzo zake. Na Samsoni akajua, wakiniruhusu niziguse nguzo, wakiniruhusu niziguse nguzo, nitawashinda adui zangu. Are you following? Mnajua ile habari? Pandisha 28. Samsoni akamuita Bwana, na sina uhakika kama alimuita kwa sauti. Akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu. Yani nipe, nishayavuruga, lakini nisaidie mara hii tu. Amina. Asema mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Nafikiri kama kuna kitu kilimuuma Samsoni, macho. Kwa nini alitaja? Asema hasemi ninawapiga kwa ajili yako, kwa ajili ya macho yangu. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa na ugomvi nao, akasema wewe wapige kwa ajili ya macho yako, lakini na mimi utakuwa umewapiga kwa ajili yangu huko. Biblia inasema, pandisha. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katika. Sema nguzo mbili. Mwambie mwenzio, usiruhusu adui ashike nguzo zako. Mwambie usiruhusu adui ashike nguzo zako. Hawakujua. Walijua Samsoni anatoa staili mpya ya kucheza. Wasema mbona anainama? Nafikiri anataka kutoa staili mpya. Hawakujua ameshagundua nguzo ziko wapi, na anajua akipiga zile nguzo kila kitu kinaisha. Zile nguzo mbili ambazo nyumba
ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wa kuume, moja kwa mkono wa kushoto. 30. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa. Kwa taarifa yako, hakuna msiba duniani ulishai kutokea ukazidi huu. Labda nikusaidie, mpaka leo hii Irani ni chamdoli, hii Ayatola ni chamdoli. Ayatola alikufa na watu kama 80 pale, si ndio? Hii ni ndogo. Biblia inasema wakuu wote. Siku zingine kipindi cha uhai wake alikuwa anagonga hawa maaskari wadogo tu, mara amepiga 1000. Alikuwa hajawahi kupata wakuu. Siku hii alimalizana na wakuu kwa kugusa nguzo. Mwambie mwenzio, linda nguzo. Kwa kugusa nguzo. Asema ikawaangukia na watu wote waliokuwa ndani. Basi watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Power ya pila. Samsoni hakuenda kutafuta matrekta, alishughulika na nguzo. Alijua ukiangusha nguzo ya mtu umemwangusha mtu. Na kuombea kwa Bwana katika jina la Yesu ya kwamba your pillar will be stable. Nasema your pillar will be stable katika jina la Yesu Kristo. Mambo matano. Namba 1 nakutajia tu kweli kadhaa kuhusu nguzo kwa habari tulosoma. Namba 1, nguzo ndio siri ya ushindi wako. Andika. Namba 2, namba 1 umeelewa? Nguzo ndio siri ya ushindi wako. Namba 2, nguzo zinapaswa kulindwa. Nguzo zinapaswa kulindwa. Namba 3, nguzo ndio target ya adui. Nguzo ndio target ya adui. Delila alikuwa adui. Delila wa Filisti walikuwa adui kwa Samsoni, wakatarget nguzo. Lakini Samsoni akawa adui kwa Filisti, akatarget nguzo. Are you following? Akatarget nguzo. Kwa hiyo nguzo ndio target kubwa. Nguzo ndio target kubwa adui. Anaweza akakukwaza maeneo mengine yote, lakini mwisho wa siku anataka moyo uumie, uache kuomba. Lengo sio kukuumiza moyo. Anajua moyo ukiumia nguzo itaenda kuguswa. Kwa hiyo nguzo ndio target ya adui. Namba 4, nguzo zikiangushwa kila kitu kimeanguka. Nguzo zikiangushwa kila kitu kimeangushwa. Namba 5, haijalishi kitu au mtu ana nguvu kiasi gani, nguzo zake zikibomoka, mtu huyo au kitu hicho kinabomoka. Namba 5, haijalishi kitu au mtu ana nguvu kiasi gani, nguzo zake zikibomoka, mtu huyo au kitu hicho kinabomoka. Simama kwa miguu yako. Nguzo 5, kweli 5 kuhusu nguzo. Tutapoendelea tutaanza kujifunza sasa nguzo kadhaa. Simama kwa miguu yako. Nimewapeleka haraka sana hapa mwishoni. Are you blessed? Nataka usimame kwa dakika 2. Umwambie, Mungu, nipe neema ya kulinda nguzo za msingi katika kila kona maisha yangu. Simama mtu wa Bwana, simama mtu wa Bwana, praise. Simama mtu wa Bwana, anza kuomba. Omba, Baba, nipe neema ya kulinda nguzo za msingi zinazoshikilia maisha yangu, kila kona maisha yangu. Zile nguzo za msingi ambazo zinashikilia kwenda kwangu mbele, zinazoshikilia kushinda kwangu, zinazoshikilia kufanikiwa kwangu. Bwana, nipe neema ya kuzilinda na kuzisimamia. Fungua kinywa chako, anza kuomba. Yes, pray. Sioni watu wanaomba. Omba mtu wa Bwana. Hii ni somo la muhimu sana. Inawezekana uko hujahubiriwa kwa staili hii ya kwamba kuna nguzo kwenye maisha. Usidharau nguzo.
kuna nguzo siri, kuna nguzo watu, kuna nguzo tabia, kuna nguzo mwenendo. Baba, zile nguzo za muhimu zinazonishikilia au zinapaswa kunishikilia au zinapaswa kunipeleka mbali, nipe neema kuziheshimu, nipe neema kuzilinda, nipe neema kusimama nazo, nipe neema kuendelea nazo. Reka poshaka kibodi yeka laka pose yeka ndaraka papa. Omba kwa kumaanisha. Eka dakika 2 za moto, acha ziwe dakika 2 za moto, acha ziwe dakika 2 za moto. Omba kwa kumaanisha. Mwambie Bwana, Jehova, Bwana, nimelisikia neno lako, nisaidie Bwana kulinda nguzo, kulinda nguzo, kulinda nguzo. Rina mashaka yeka laka papa yeka takapo raka pasekato lika pasakata yeka laka kaka yeka takapo yeka pashekate yeka lakata. Ninaomba kujua kila mmoja, ninaomba kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume, ninaomba kwa ajili ya baba, ninaomba kwa ajili ya mama, ninaomba kwa ajili ya watoto katika kanisa hili Bwana, kwa jina la Yesu. Wape neema, wawezeshe Bwana. Nyosha mkono wako juu yao, nyosha mkono wako juu yao. Imarisha nguzo zao, imarisha nguzo zao, nguzo zao za kiroho, nguzo zao za kifamilia. Vijana kanisa hili, imarisha nguzo zao, imarisha nguzo zao kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Praise, nena kwa lugha. Ni somo la ajabu. Unatakiwa uombe kwa machozi. Kama kuna kitu hutakiwi kuteleza, ni kubomoa nguzo, ni kuruhusu nguzo zivunjwe, au wewe mwenye kuzibomoa nguzo. Omba neema. Baba, mimi Pastor Goodluck, na kuomba unisaidie, na kuomba unisaidie. Help me Lord, help me Jehovah, help me Father. Mandera, praise yomba, praise yomba. Mwambie Baba, zile nguzo zako za muhimu, zile nguzo za muhimu kwenye maisha yangu, zile nguzo za ushindi wangu, zile nguzo za ushindi wangu, zile nguzo za kuinuliwa kwangu, zile nguzo za kunishikilia. Baba, Jehova, ninaomba kwa jina la Yesu, nipe neema, nipe neema, nikazilinde. Na nakuomba Bwana, nakuomba Jehova, mkono wako juu yangu, ukalinde kila nguzo in my life. Ni somo la ajabu. Simama, omba. You are going somewhere. Kuna mahala Mungu anakupeleka. Hautadhalilika, hautakuwa kinyamkera, hautafanywa kuwa mwana sesere. May God empower you. Mungu akutie nguvu. Mungu aimarishe nguzo za msingi kwenye maisha yako. Mungu aimarishe nguzo za msingi kwenye maisha yako. Baba, aimarishe nguzo za msingi in your life. Yarana Mandela. Twende, pray. Take it high, take it high. Keyboard. Nataka watu waombe. Kuna neema hapa, kuna neema hapa. Hautakuwa juu alafu ukashushwa, hautakuwa juu alafu ukashushwa. Pray, omba. Omba, omba, omba. Come on, pray. Yes, I keep. Yes, I keep. Mwambie Baba, nisaidie, nisaidie Jehova. Roho Mtakatifu, nisaidie. Roho Mtakatifu, nisaidie, nisaidie.
nguzo ambazo ni za muhimu kwenye maisha yangu, ziimarishe, imarisha, 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 imarisha. Yes, yes. Pray, pray. That I put attention Over. pillar of my life, in every pillar of my life. Ziko nguzo, ziko nguzo, ziko nguzo, ziko nguzo. Father, help me. Nisaidie Bwana, nisaidie, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, Yesu, nisaidie. Help me, oh God. Help me, oh God. Nisaidie Yesu, Be careful. nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tusaidie, tusaidie, tusaidie. Zile ambazo ni nguzo, zile ambazo ni nguzo, zile ambazo ni nguzo, tukasimama, tukaimarika, katika jina la Yesu tumeomba. Nyanyua mikono yako. Nataka nimwombe Mungu wangu aliyenituma kuwachunga, aliyenituma kuwafundisha na kuwalea, ya kwamba kwa Roho wake Mtakatifu akaimarisha kila nguzo ya muhimu kwenye kila kona maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu, ninawainua watu wako wazuri hawa, ninawaleta mikononi mwako. Ninaomba kwa Roho wako Mtakatifu, imarisha, 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 imarisha kila nguzo, kila nguzo ya muhimu kwenye maisha yao, kila nguzo ya muhimu kwenye maisha yao, kila nguzo ya muhimu kwenye maisha yao. Imarisha Bwana, imarisha Jehova, imarisha Mungu wangu. Take over, Holy Spirit. Yes, it's coming upon you. Anakuja juu yako. Kuna watu hatima zao zimeponya leo. Kuna watu hatima zao zimebadilishwa leo, na kuna watu hatima zao zilikuwa zimeshavurugwa, zinainuka upya. Roho Mtakatifu atie nguvu watu wako. Roho Mtakatifu jenga kwa upya hizo nguzo za muhimu kwenye maisha yao. Fanya kazi yako kwenye maisha yao. Roho Mtakatifu, huu ujumbe, hili neno ulionipa, lipe kuzaa matunda kwenye maisha ya watu wazuri hao, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na watu wazuri waseme amen.